Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Michezo oye! Dr. Mwinyi oye! Ndugu zangu, tumekutana hapa kwenye hafla hii ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa viwanja vya michezo vya kisasa katika kila wilaya na mkoa hapa Zanzibar. Na hii kama ambavyo imeelezwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wa iliyokuwa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambayo yatafikia kilele tarehe 26 mwezi huu 2025. Ninapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kushiriki tukio hili tukiwa na afya njema. Lakini pia napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendeleza mahusiano na mashirikiano mazuri baina ya watu wa pande mbili za muungano. Aidha, naishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Asanteni sana. Ndugu wananchi, tunayo kila sababu ya kuwashukuru waasisi wa muungano wetu, Mwalimu Julius Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, kwa maono yao mazuri ambayo yaliwezesha kuundwa kwa muungano huu imara na wa kindugu ambao utatimiza miaka 61 kesho kutwa. Mwenyezi Mungu awarehemu wazee hao. Kama ambavyo Waziri Hamza ameeleza hapa, kwa mwaka huu serikali zote mbili zimepanga sherehe za muungano zifanyike kila mkoa Tanzania bara na Zanzibar. Na tunafanya hivyo kuhamasisha utekelezaji wa shughuli za maendeleo, ambapo viongozi wakuu, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, wakuu wa mikoa tumetawanyika katika maeneo mbalimbali. Na mimi namshukuru Mungu nimepangiwa kuwepo hapa Zanzibar. Muungano huu kwa kweli ni wa mfano Afrika na barani kote, na umekuwa na manufaa mengi tangu kuasisiwa kwake. Kwa mfano, hivi sasa Watanzania wote bara na visiwani tunajivunia umoja, amani na mshikamano ambavyo ndio vimekuwa kichocheo cha maendeleo makubwa ya kiuchumi, kijamii na kisiasa katika nchi yetu. Na kati ya manufaa makubwa ya muungano ni pamoja na kuimarika kwa udugu na mshikamano baina ya wananchi wa pande zote mbili, ambapo mwingiliano wa watu umezidi kushamiri. Lakini pia tuna elimu ambayo sasa ni haki ya kila Mtanzania. Miundombinu ya elimu, afya, maji, barabara imeimarika sana. Lakini pia ongezeko la idadi ya skuli na vyuo. Elimu ya juu imepanuka. Lakini tunazo pia taasisi imara za muungano, ikiwemo bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, lakini pia chuo chetu cha masuala ya sayansi ya bahari na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Ndugu wananchi, serikali zetu zote mbili zimedhamiria kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya michezo kwa kujenga miundombinu ya kisasa ya michezo mbalimbali, pamoja na kufundisha wataalamu wa michezo ili kuibua vipaji na kuinua viwango vya michezo hapa Zanzibar
na Tanzania kwa ujumla. Na imethibitika kitaalamu kuwa miundombinu bora ni chachu na kivutio cha kwanza katika kuimarisha michezo. Aidha, miundombinu bora ina mchango katika kuvitambua na kuibua vipaji na hatimaye kuviendeleza. Na kama ambavyo mnafahamu, michezo ina faida nyingi zikiwemo kutoa ajira, kuimarisha afya, kukuza utalii wa michezo, lakini pia kukuza biashara, kuwajengea vijana utamaduni wa kupenda michezo na kuwaepusha na vishawishi vya makundi maovu. Hivyo serikali kupitia wizara zinazohusika na michezo itaendelea kuhamasisha jamii kushiriki katika michezo yote ikiwemo michezo ya soka, mpira wa pete, riadha, bao, drafti, karata, mieleka, michezo ya ng'ombe, mbio za baiskeli na hata mbio za ngalao. Ndugu wananchi, kama ambavyo mnafahamu, nchi yetu imepata fursa ya kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya Afrika, yaani mashindano ya shirikisho la soka barani Afrika, CAF, ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani, CHAN, ambayo yatafanyika mwaka huu, lakini pia mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON 2027. Mashindano haya makubwa ni miongoni mwa vivutio vikubwa vya utalii wa michezo, na hivyo yanahitaji maandalizi ya kutosha na hasa miundombinu bora na yenye hadhi. Sasa licha ya viwanja vikubwa tulivyonavyo kwa sasa, ambao ni uwanja wa Mkapa Dar es Salaam, uwanja wa Amani hapa Unguja na uwanja wa Gombani Pemba, serikali inajenga viwanja viwili vikubwa mkoani Arusha na Dodoma. Na hapa Unguja uwanja mpya unajengwa Kizimkazi na mwingine utajengwa katika eneo la Fumba. Nitumie tena fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kusimamia utekelezaji huu. Na tunashuhudia pia uwekezaji mkubwa unaoendelea katika ujenzi wa mahoteli ya kisasa, miundombinu ya barabara na marekebisho ya viwanja vya ndege. Ninawasihi wananchi kutumia vema fursa ya miradi hii kunufaika na mnyororo wa ujenzi kwa kuwauzia wakandarasi bidhaa na mahitaji mbalimbali ikiwemo huduma ya chakula na kushiriki katika kazi mbalimbali za ujenzi. Ndugu wananchi, jiwe la msingi la ujenzi wa viwanja hivi vya michezo ni mwendelezo wa uwekezaji katika sekta ya michezo, ambayo ni miongoni mwa sekta za kimkakati zinazokuwa kwa kasi na inayotarajiwa kutoa hamasa na kuvutia mashindano ya michezo mbalimbali katika ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Na hii itasaidia nchi yetu kutembelewa zaidi na wageni kutoka nje ya nchi ambao wanavutiwa na masuala ya michezo, na hivyo kukuza utalii pamoja na kuzalisha ajira kwa vijana wetu ambao kulingana na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ndio wanaowakilisha kundi kubwa la Watanzania. Hivi sasa tunao vijana wengi waliosajiliwa na kucheza kwenye vilabu mbalimbali vya bara na hapa Zanzibar. Ndugu wananchi, ni dhamira ya serikali zetu kuendelea kutoa fursa kwa watoto, vijana, wanafunzi, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki katika michezo mbalimbali kwenye mazingira rafiki na yenye usalama zaidi. Na tunafahamu changamoto zinazoyakumba makundi hayo katika kushiriki michezo kama vile udhalilishaji, umbali mrefu wa kutafuta viwanja na miundombinu isiyowezeshi kwa wachezaji wenye mahitaji maalum, lakini pia wanawake.
na hali hii imechangia makundi hayo kutoshiriki michezo kutokana na mazingira hayo kukosa mvuto kwa wahusika. Viwanja tunavyojenga sasa vimezingatia kwa kiasi kikubwa utatuzi wa changamoto hizo, na hivyo makundi yote niliyoyataja yataweza kushiriki michezo kwa uhuru na usalama. Ndugu wananchi, tunapoelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wetu, ninapenda kusisitiza kuhusu umuhimu wa kuulinda muungano. Na njia mojawapo ya kulinda muungano wetu ni kuendeleza mambo yote mazuri yaliyoachwa na waasisi wa muungano. Na mojawapo ya mambo hayo ni uhifadhi wa mazingira. Nimefurahi sana mmenipa fursa ya kupanda mti hapa. Na kwa msingi huo narudia kusisitiza kwamba maadhimisho ya miaka 61 ya muungano yaende sambamba na shughuli za kuhifadhi mazingira kama upandaji miti katika maeneo ya viwanja vya michezo, maeneo ya kupumzikia na maeneo mengine. Kwa hiyo rai yangu kwa kila mwananchi ni kushiriki jitihada za uhifadhi wa mazingira, hasa kupanda miti ya kivuli, miti ya matunda na dawa, na kuhimiza usafi wa mazingira ikiwemo kutumia nishati safi ya kupikia. Lakini pia ili kuimarisha sekta ya michezo katika taifa letu, ni muhimu kufanya jitihada za kuvutia timu mbalimbali kutoka nje ya nchi kufanya ziara za michezo hapa Zanzibar, lakini pia Tanzania bara, na kuendelea kuvutia mashindano ya kimataifa hapa kwetu. Ni muhimu pia kukuza ushirikiano na wadau wote. Serikali zetu zinahitaji kushirikiana na wadau katika kutekeleza programu mbalimbali ili tuweze kufikia malengo yaliyowekwa. Napenda kuwasihi na kuwahimiza wadau wa sekta binafsi kuunga mkono jitihada hizi kwa kuanzisha maeneo ya kijani ambayo yanaweza kutumika kwa ajili ya michezo na burudani. Lakini pia kuanzisha timu na klabu mbalimbali za michezo, kuanzisha na kuendesha shule maalum za michezo, yani sports academies, pamoja na kushiriki katika jitihada mbalimbali za kuwashirikisha wenye mahitaji maalum katika michezo. Ndugu zangu, napenda kutumia fursa hii kutambua jitihada za baadhi ya wadau ambao wamepiga hatua katika kuwekeza kwenye tasnia ya michezo. Na hapa sina budi kumshukuru mchango mkubwa wa kampuni ya Azam ambayo inaendelea kuwekeza fedha nyingi katika udhamini wa ligi kuu, lakini pia kuanzisha vipindi vizuri vya michezo katika television na radio zinazomilikiwa na kampuni hiyo, pamoja na kuanzisha timu ya mpira wa miguu ambayo imesaidia kuichangamsha sana ligi kuu ya Tanzania na kuibua na kukuza vipaji. Lakini hapa napenda pia kutambua mchango mkubwa wa TBC na ZBC katika kutangaza na kuendesha vipindi vya michezo kupitia vyombo hivi. Lakini pia napongeza juhudi kubwa zinazofanywa na baadhi ya halmashauri nchini, ikiwemo halmashauri ya Kinondoni, Mbeya jiji, Mwanza jiji na Geita, kwa kuona fursa katika michezo na kuwekeza katika kuanzisha timu za mpira wa miguu pamoja na miundombinu ya michezo. Mwisho kabisa, napenda nimalize hotuba yangu kwa kuwashukuru na kuwapongeza marais wetu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa jitihada kubwa sana wanazofanya katika kusimamia sekta ya michezo. Nani hajui goli la mama?
Lakini mmeona jamani, Zanzibar mimi nawaonea wivu. Viwanja kila wilaya, viwanja kila mkoa. Dr. Mwinyi oye! Sasa nawasihi wananchi wote kuendelea kuunga mkono juhudi hizi ili kwa pamoja tuweze kufikia malengo yetu ya kuboresha michezo na maisha ya kila Mtanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.